Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media, injili kwa wote. Tuko katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa Manzese, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na hapa siku ya wapendanao ya tarehe 14 ya mwezi huu Februari mwaka 2026 kutakuwa na adhimisho la sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya chama cha kitume cha wazee na wastaafu jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambao watamshukuru Mungu kwa mema yote aliyowatendea mwaka 2025. Kwa maana hiyo ni kwamba hapa patakuwa na upendo wa wapendanao, hasa wazee. Atakayeadhimisha adhimisho hili ni Mwashamba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwaichi OFM Cup, ambapo wazee na wastaafu wote wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam wanaalikwa kuhudhuria katika adhimisho hili la sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyowatendea kwa mwaka 2025. Sisi tunaojua kumshukuru Mungu ni kuomba tena. Kumshukuru Mungu ni jambo la hekima. Kumshukuru Mungu ni jambo jema ambalo linakuletea thawabu, kwa sababu inaonesha namna gani unajali kwa matendo ambayo Mwenyezi Mungu anakutendea. Hebu tuwasikilize wazee wenyewe wastaafu wanasemaje kuhusiana na siku hiyo ya tarehe 14. Wanakuhamasisha wewe mzee mwenzao ambaye uko nyumbani, uko katika parokia yoyote ya jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, usikose tarehe hiyo. Twende tukawasikilize wazee kile wanachozungumza. Mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media, injili kwa wote, hujambo na karibu katika kazi ya uinjilishaji. Na leo hii ikiwa ni siku nzuri kabisa, tukiwa hapa katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kulia na kushoto niko na viongozi wangu ndani ya kanisa, na hawa ni wanautume wa chama cha kitume cha wazee na wastaafu jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Wana mengi ya kuzungumza kuhusiana na siku kuu, siku kubwa kwa ajili yao, ambayo ni ya kumshukuru Mungu kwa mema na neema nyingi alizowajalia kwa mwaka 2025 katika adhimisho la misa takatifu ambalo litafanyika hapa katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Nianze na kushoto kwangu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jina lako tafadhali? Mimi naitwa Profesa Alphonse Kesi. Ndio. Ni mwenyekiti wa wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam. Unatokea parokia gani? Mimi natokea parokia ya Sinza, na pale Sinza mimi ni mwenyekiti wa wazee na wastaafu pale parokiani. Hongera sana. Asante. Bila shaka wewe ni mwenyekiti. Kuelekea tarehe 14 ambayo ni siku ya shukrani kwa ajili ya nyinyi wazee na wastaafu wa kumshukuru Mungu, mmejiandaje? Naweza nikasema kwamba kwa kweli hii ni sherehe ambayo huwa tunafanya kila mwaka. Na mwaka huu itafanya tarehe 14 mwezi huu ambao ni Jumamosi hii inayokuja. Na sherehe yenyewe tulikuwa tumejipangia kwamba ni ya kumshukuru Mungu kwa kuweza kuvuka mwaka jana 2025 na kuvukia 2026. Na tumejiandaa, tulikuwa tumepanga kwamba labda tutakuwa na watu wazee 1000 hapa. Na kweli kumbe makadirio yetu yamekwenda sambamba kabisa. Tutakuwa na wazee 1000 ambao tutafanya ibada ya misa, adhimisho la misa na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mwashamu sana Yuda Thaddeus Ruwaichi. Ndio. Na hiyo itafanyika Jumamosi saa 3. Na sio hivyo tu, baada ya hiyo ibada ya misa tutakuwa na chakula cha pamoja. Wazee wote 1000 tutakula pamoja. Na vile tunategemea tulikuwa tunapanga hapa, watu watacheza, wazee watacheza. Ndio. Tutakuwa na ngoma ya mganda. Na tutakuwa na matukio mbalimbali siku hiyo ya Jumamosi. Kifupi, kutakuwa na burudani za aina yake. Ndio. Na ni siku nzuri kwa ajili ya wazee na wastaafu. Yes. Hongera sana mwenyekiti. Na naomba nigeuke huku. Mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Unaitwa nani? Naitwa Victoria Rwegoshora. Ndio. Natokea parokia ya Kibaha. Ndio. Parokiani kwangu mimi ni katibu wa wazee na wastaafu parokia. Umejiandaaje kama kiongozi wa wazee na wastaafu jimbo? Na nafasi yako umetuambia wewe ni katika jimbo, na nafasi gani? Mimi ni katibu wa wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam. Ndio. Umejiandaaje kwa siku hiyo nzuri kabisa ya kumshukuru Mungu kwa mema aliyowajalia mwaka 2025? Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Kila mwaka mabadiliko yanakuwapo.
tulivyotayarisha mwaka 2025 ni tofauti na mwaka 2026. Tumejiandaa vizuri kama alivyokwisha kusema mwenyekiti. Mambo ni mengi kabisa na itakuwa furaha tupu. Kila kitu kipo. Maandalizi makubwa ni kutoka kwenye maparokia, wazee wenzetu kutoka maparokiani kuja kuungana hapa kubadilishana mawazo. Wale tuliopotezana miaka mingi tukaja tukaonana, tukafurahi pamoja, tukala tukanywa, pia tukacheza, tukajikumbusha mambo yetu yale ya zamani. Hongera sana. Asante. Na mimi nawatakia kila la heri. Kama katibu, hongera sana, na Joy ndo mtendaji mkuu katika utume huu wa wazee na wastaafu. Na pembeni yangu namuona mama hapo, kwa kweli anabatasamu, meno 34 amekuwa 2. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wengi wangependa kukufahamu wewe ni nani, katika cheo chako unatokea parokia gani? Asante mtangazaji. Mimi naitwa Benadeta Kanga. Natokea parokia ya Mtakatifu Marko Mwinjili Mji Mwema, ng'ambo kule Kigamboni. Pembezoni wanaita Kigamboni. Unavuka unaenda Zanzibar. Aya. Ukikosea tu unaenda Zanzibar. Kwa hiyo ukikosea kidogo kwa Zanzibar. Zanzibar. Tueleze sasa, mmejipangaje kwa siku hiyo tarehe 14 ambayo ni siku ya wapenda nao duniani, na nyie mmechagua kama siku ya kumshukuru Mungu kwa yale aliyojaliwa mwaka 2025? Asante. Nitapenda kuongea kama mimi ni makamu mwenyekiti shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam. Hasa nimejikita sana kwenye liturujia. Sawa. Kwa hiyo liturujia kwa siku hiyo imeshapangika vizuri. Ndio. Maaskofu wako tayari, mapadri wako tayari. Sawa. Walezi wa dekania wote wako tayari, wameshapata mwaliko. Kwa hiyo siku hiyo niombe wazee wale ambao hawajalipia hiyo shilingi 20,000 kwa ajili ya kuingia kama ni mwenyekiti alivyosema pamoja na katibu wangu kwamba mambo yatakuwa faya. Kwa hiyo wajitahidi wafike, watasali vizuri, watapata baraka watapata baraka zote ambazo zinatakiwa kwenye misa. Sawa. Kwa hiyo wajitahidi wafike kusudi awaweze kumshukuru Mungu. Unajua kumshukuru Mungu, unapomshukuru Mungu unaomba tena. Sawa sawa. Yale ulioyapata mwaka uliopita uombe na tena Mungu akuongezee baraka za mwaka unaokuja. Kwa hiyo niombe waje na maombi yao, yani atoke nyumbani tayari ameshajiweka kwamba mimi naiombea familia yangu, mimi naombea jumuiya yangu, labda inashindwa kwenda uchaguzi wa wazee na wastaafu, watu wanashindwa kuweza kupokea ule uzee, kwamba kumbe uzee na kuzeeka yeye tayari ameshafika kwenye kituo. Kwa hiyo niwaalike waweze kuja tuweze kushukuru vizuri kwa Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Asante. Bila shaka wazee wamesikia, na ni siku ya kipekee sana kwa wazee na wastaafu. Mimi wazee na wastaafu hamjawahi kufeli kabisa, na mwaka jana mlifanya hapa na tuliona kazi kubwa mlioifanya, na media hapa zilikuja, walikuwepo Jugo Media, tulikuwepo sisi, na wote waliondoka wanafurahi kwa kweli, wanasema wazee kweli ni hazina ya kanisa. Mwenyekiti, hongera sana kwa hilo. Media mwaka jana mlipewa kongole sana na vyombo vya habari, walisema kati ya vyombo vya kitume hao ni wazee wamestaafu, lakini namna ambavyo mlioongoza watu na waandishi wa habari walifurahi, na vipaji mlivyotoka kanisani walisema hawa watu hakika wanahitaji kuheshimiwa. Sasa mtazamaji, naye kwenda kuzungumza naye hivi sasa ni mtu muhimu sana katika kitengo hiki cha wazee na wastaafu. Mmemwona ametulia pale na miwani safi kabisa, maana yake anawazumu hata wale wazee ambao hawataki kuchangia kushiriki kwenye tukio hili muhimu kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tafadhali watu wangependa kujua jina lako. Mimi kwa majina naitwa Michael Daro. Ndio. Michael Daro Mwambona. Ndio. Na mimi ni mweka hazina wa shirika la wazee na wastaafu wa Katoliki Tanzania. Ndio. Jimbo kuu la Dar es Salaam. Na natokea parokia ya Mtakatifu Francisco wa Assisi Maji Matitu. Na kule pia ni mweka hazina katika parokia. Na bado niko kwenye dekania ya Antoni wa Padua Mbagara, na kwenye kule mimi ni mweka hazina. Hongera sana.
Labda utuambie kuelekea tarehe 14 mwezi, tuhakikishie kabisa hapa, maana nimeona pale kuna vitu vilikuja mwishoni wa wazee wakasema, wakaweka dole, wakaambia mwenyekiti alitamka jambo jema, watu wakafurahi sana. Hivyo vitu vipo tena kwa sana, yani mtu asikose, asipange kukosa. Hii ni siku mahususi kwa wapendanao. Ndio. Na sisi wazee tunapendana. Ndio. Na kama walivyosema viongozi wenzangu waliotangulia, wazungu wanasema do not perpetuate what the perpetuator has already perpetuated. Sawa kabisa. Usirudie yale ambayo ndio mwenzio kashayaongea kabisa. Kwa hiyo kifupi, mambo ni fire, mambo ni moto. Wale ambao hawajalipa kuja kushiriki kula chakula pamoja na baba askofu, yani watakosa mengi sana, na baba askofu katuahidi siku hiyo atacheza nyimbo za makabila mbalimbali yaliyoko jimbo kuu la Dar es Salaam. Sasa wewe hebu njoo muangalie jinsi anavyocheza nyimbo za makabila mbalimbali. Ndio. Na sisi Dar es Salaam wale wenyeji wetu ambao ni Wazaramo na Wandengereko pia tunao. Lingine ni kwamba tunao wengine wametoka majimbo jirani. Tuna washiriki kama 4 wanatoka jimbo la Dodoma. Tunao washiriki kama 2 wanatoka jimbo la Morogoro. Na tuna washiriki wa Bagamoyo, mpaka sasa hawajathibitisha idadi ni kiasi gani, lakini nilivyoongea na mwenyekiti wa shirika la wazee na wastaafu wa Katoliki Tanzania jimbo la Bagamoyo, ambaye pia ndiye alikuwa katibu wetu hapa Dar es Salaam, ndio mzee Kobero, amesema watashiriki wengi. Kwa hiyo nategemea kupata ushiriki mwingi sana wa wazee kutoka majimbo jirani. Sambamba na hilo, niwaalike wazee wote, yani kuanzia miaka 50 na kuendelea, uwe mwanamke uwe mwanamume, njoo ushiriki misa. Kumshukuru Mungu ni bure. Kwa hiyo njoo ushiriki misa, na mambo yote yameshaandaliwa na parokia za jimbo kuu la Dar es Salaam. Lakini kwenye chakula ni mfuko wako wewe mwenyewe, 20,000 itakupeleka kwenye chakula, burudani na vinywaji. Yani tutakumbushia, yani watu wa TBL, watu wa Serengeti wametuletea mabarasi. Kila kitu, mabarasi yatakuwepo yale. Hapo, kwa hiyo ni kukinga. Yale ambaye yajazwa maji Yesu akageuza kuwa divai. Kuwa divai yapo. Kwa hiyo wewe ni kulipia tu 20,000. Unaruhusiwa kuogelea kabisa. Ila kunywa kwa ustaarabu, kwa sababu sisi ni Wakatoliki. Sawa. Hatulewi, ukilewa ni dhambi. Ni kweli. Kunywa kwa ustaarabu, ile unaona hapa inatosha. Lakini pia kama ulikuja wewe ndio dereva, basi siku hiyo tafuta uje na dereva mwingine. Uje na dereva, kwa sababu tunaheshimu sheria za barabarani. Usinywe na ukaendesha chombo cha moto. Kwa hiyo kama utakunywa vizuri, basi uwe na dereva pembeni ambaye ataendesha gari lako kukupeleka. Lakini pia tuliagiza na tutoa maelekezo katika viongozi wa dekania wahakikishe wanakuja na usafiri wa pamoja. Kwa hiyo usafiri wa pamoja, wakodi mabasi, ila wasikodi malori. Wakodi mabasi mazuri, kama ni makubwa au ni yale madogo, atawaendesha, atawarudisha salama kabisa. Kwa hiyo hawana haja ya kuja na magari yao kabisa. Wao waje kwa pamoja na warudi kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni message sent kwa wazee na wastaafu, mtazamaji mpendwa wa Philip Media Injili kwa wote. Kama unavyoona, hawa ndio viongozi wangu wa chama cha kitume cha wazee na wastaafu. Wanasema ni shirika wanasema ni shirika la wazee na wastaafu. Safi kabisa, ni shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, na wanasema kwamba shirika hili la wazee na wastaafu limejipanga vizuri kwa ajili ya siku ya tarehe 14. Usipange kukosa mzee mwenzangu. Ngaje mimi ni mzee na mimi nimekaa na wazee, lakini na mimi nishakuwa mzee sasa. Ila nikitoka hapa naweza kawa kijana. Kwa hiyo mzee mwenzangu, usipange kukosa kabisa, ili walao uje mshuhudie baba askofu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi akicheza ngoma ya Kisukuma. Unajua Ruwaichi anapenda sana mganda ile ya Kisukuma, ile anaipenda, na ile ya Songea. Mganda ya Kisongea na pia Kisukuma napenda sana. Kutoka hapa Manzese, mimi sina la ziada. Tukutane tarehe 14 ya mwezi wa pili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi kwa adhimisho la sadaka ya misa takatifu, lakini baadaye kwa ajili ya mashangilio mbalimbali. Mimi ni Filipo Josephat Kizale, asante.
Mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote, nilikuambia mwanzo kwamba tarehe 14 ni siku muhimu kabisa kwa shirika la wazee na wastaafu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, hapa katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, na nyuma yangu ni kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei ambao wataimba katika adhimisho hilo la sadaka ya misa takatifu. Wanakwaya, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Hongereni sana kwa kazi ya uimbaji mlionayo. Sasa kwa sababu nyinyi mmechaguliwa kwa miongoni mwa watu ambao mtahudumu katika adhimisho hilo la sadaka ya misa ya shirika la wazee na wastaafu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, mtazamaji angependa kuona ile tuni yenu mnavyoimba. Hebu mwalimu tuongoze hapo, walau tuimbe kawimbo kamoja, na mimi nitakuwa choir master wa muda mfupi. Safi kabisa. Ndio. Mwimbieni nchi yote, mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni nchi yote. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Heshima na adhama ziko mbele zake, na uzuri zimo katika patakatifu pake. Ta 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 ran ta ta ran ta 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 ran ta. Mwimbieni Bwana, libariki ni jina lake, tangazeni wokovu wake, tangazeni siku kwa siku. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni nchi yote. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni nchi yote. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Tumsifu Yesu Kristo. Hakika ni wanakwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Nyinyi mmechukua jina la jumuiya yangu ya Mtakatifu Yuda Tadei. Hongereni sana. Na ninafurahi kwamba mtazamaji, kuna mwanakwaya ajaye ya sauti ya tatu anaendelea kukuzwa. Pengine mmejiandaaje kwa ajili ya siku hiyo tarehe 14 kwa ajili ya kuimba kwenye siku hiyo? Nani anaweza kawa mzungumzaji wowote? Mwalimu, sogea hapa mwalimu. Mmejiandaaje kama wanakwaya? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea kujiandaa vizuri kwa sababu unajua shule yenyewe ni kubwa kidogo. Ndio. Kwa sababu ni jimbo zima tukao liko hapa. Sawa. Kwa tuna wajibu kufanya vizuri, alafu ukizingatia sana ni baba zetu na baba mheshimiwa Mwasha mtakuwepo. Ndio. Kwa tunajitahidi kadri ya uwezo wetu na tumomba Mungu atuongoze kwa hili tuweze kulifanikisha vizuri. Mnaona kwaya wangapi? Tunakuwa kama 35. Ila mara nyingi tunakuwa 25, 27 hapo. Naamini kwenye msafara wa Mamba na Kenge hawakosekani. Ingawaje kwa wanakwaya tunajua wengine wana majukumu, wengine wanaimba, wanafanya kazi zao ambazo hawapati muda wa kuja, lakini pale wanapopata muda nafikiri na wenyewe wakisikia kwamba ni tukio kubwa huenda wakaja. Watakuja. Mimi naomba niwatie moyo mwalimu. Mnaimba vizuri. Hiyo sauti yenu toni, kuna watu wengine hapo naona kabisa ni mama zangu kabisa, lakini naona wanavyoimba kama mabinti wa jana. Hongereni sana.
Jamani, mbarikiwe hadi mshangae lakini msichanganyikiwe. Asante sana mtazamaji mpendwa wa Philip Media Injili kwa wote. Hawa ni wanakwaya, watumishi wa Mungu, waimbaji ambao wanahudumu katika parokia hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Na tarehe 14 siku ya wapendanao, ambapo ni siku kuu ama siku kubwa ya kumshukuru Mungu kwa shirika la wazee na wastaafu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Hawa ndugu zangu ndio watakao imba katika adhimisho hilo la sadaka ya misa takatifu, na sisi Philip Media Injili kwa wote tutakuwa live mbashara kuhakikisha kwamba tunawapeperusha hawa ndugu zetu pamoja na wanashirika wote wa shirika la wazee na wastaafu kutoka hapa Manzese, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mimi sina la ziada, tukutane tarehe 14, ni kwa moto. Usipange kukosa katika tukio hili kubwa kabisa la shirika la wazee na wastaafu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo.